Leo tuna watu kwenye maisha, so today we have wengine wametufanya kuwa walemavu, na wengine wametufanya kuwa vipofu, kwa sababu ni mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ninachotaka kuzungumzia, nataka tuitafute nafasi yako. Inawezekana uliwahi kuombewa vizuri, na inawezekana kuna hatua ulikuwa umeanza kuziona, lakini kabla hujafika mbali ametokea mtu mwingine. Anaweza kuwa ni kiongozi wa mtaa, anaweza kuwa ni mkeo, anaweza kuwa ni mumeo, anaweza kuwa ni rafiki. Amesimama kupinga jambo fulani. Huyo ni mtu mwingine. Biblia inatuambia vizuri kwamba wakati Yesu amepita pale, alisikia kuna wagonjwa wengi, lakini wagonjwa waliokuwepo pale walikuwa wanapata huduma ya afya kwa mwaka mara moja. Na siku hiyo kulikuwa kuna umati mkubwa sana, na Yesu akawa anapita lango hilo. Biblia inaniambia alipofika eneo lile, aliona maji yakitibuliwa. Alikuwa akiingia mtu mmoja mwenye shida yake binafsi, anapokea uponyaji. Lakini kuna mama mmoja, yeye alikuwa amezuiwa kwa miaka 38 kwa sababu ya huyo mtu mwingine. Alikuwa kila akitaka kuingia apokee uponyaji wake, kulikuwa kuna mtu mwingine. Kuna watu mchana wa leo umewaza kuingia kwenye biashara, lakini unasikia inafanywa na mtu mwingine, na pengine Mungu unayemwabudu alikuwa amekusudia mema kwenye biashara hiyo hiyo uweze kuinua familia yako. Biblia inaniambia wakati Yesu amefika pale, tutasoma kupata uhakika, anasema alikuta wagonjwa wengi na walikuwa na matatizo tofauti. Kulikuwa kuna viwete pale, kulikuwa kuna vipofu pale. Ukichukua kiwete, anaweza kuingia pale kwa sababu ya fujo zake, kwa sababu ya kuzunguka. Hata kama alikuwa dhaifu wa miguu, hata kama alikuwa dhaifu wa mikono, angeweza kufanya namna yoyote kutumia hali ya udhaifu wake kuwahi kwenye maji wakati anatibuliwa, ili apokee uponyaji. Na vile tunajua hata kama kulikuwa kuna kipofu, anaweza kupapasa na yeye akafika kwenye kisima na akapokea uponyaji. Lakini Biblia inasema kuna mama huyo mmoja, yeye alikuwa amepooza, viungo vyote vilikuwa vifanyi kazi. Maana yake mlemavu alikuwa na afadhali, kiwete alikuwa na afadhali, hata kipofu alikuwa na afadhali. Kuna maisha tunayaishi, tunafikiri tuko salama, lakini kuna mtu mwingine